Shule yetu ya Songambele ni miongoni mwa shule ambazo zina mradi wa Eco School. Eco School ni mradi ambao unajali mazingira bora, elimu bora kwa maendeleo endelevu. Ni mradi ambao unasimamiwa na shirika la SWIZAID ambao lengo lake kubwa ni kuboresha mazingira ambayo yatainua taaluma, lakini kuwe na uendelevu kwa vizazi vijavyo na vijavyo. Eco School Project tulianza nayo mwaka 2021 ambapo tulifanya ziara ya mafunzo mikoa ya Morogoro. Tukajifunza jinsi ambavyo mradi wa Eco School ulivyo na mafanikio makubwa si kwa shule lakini pia na kwa jamii inayozunguka zile shule. Tukaja kupilot mikoa ya huku kusini kwa maana ya Mtwara na Lindi kwa mara ya kwanza kupitia ufadhili wa French Embassy. Tukaweza kuanza na shule 5 kama pilot. Tulipitishwa kwenye semina fupi, lakini moja kati ya vitu ambavyo tulikuwa tunajifunza ni namna ya utunzaji wa mazingira, upandaji wa miti pamoja na bustani. Kwa hiyo tulipendekeza tena ufugaji wa kuku na nashukuru Eco School walitufadhili, tulifanikiwa na tuliongeza kipato pia. Na mimi mwenyewe napata faida, na kama mpaka saa hizi kwa mafunzo niliyopata mpaka chakula naweza kuwachanganyia. Namna kuku wakiumwa, najua namna ya kuwatunza. Kuona leo veve nikirudi kuna dawa nikawape. Kwa hiyo tukaona kwamba tunaweza tukawatumia watoto walioko mashuleni kama vijana kwa ajili ya kuweza kuifikia jamii kwa ujumla. Kwa hiyo ilikuwa ni kipengele cha youth engagement kwa ukubwa wake kwa kupitia huo mradi. Nilichojifunza hapa shuleni, kwanza nimejifunza jinsi ya kuandaa mazingira. Nimejifunza hapa upandaji wa miti ya matunda pamoja na kivuli. Pia nimejifunza kilimo cha umwagiliaji. Kabla ya huu mradi shule yetu ilikuwa ni ina ukame. Tulikuwa tuna mazingira ambayo haijasheheni maua, miti ya vivuli wala miti ya matunda. Lakini vile vile tulikuwa tuna changamoto ya lishe, upatikanaji wa lishe shuleni. Mradi wa Eco School umetusaidia kwanza kuboresha mazingira ambapo shule yetu imekuwa ya kijani, lakini vile vile tumefanikiwa kupanda miti ya vivuli, miti ya mbao pamoja na miti ya matunda, ambapo tukizungumzia matunda tuna matunda ya miembe, tuna michungwa, kuna mindimu, kuna mitopetope, lakini vile vile tumeweza kupanda migomba ambao wanafunzi wanapata ndizi kwa pale zinapokuwa zimeiva. Kwa hiyo mafanikio yakawa ni makubwa sana, kwa hivyo ile ikatufanya tuweze kuextend mradi tena kwa mwaka mwingine, lakini sasa this time ikawa funded na SWIZAID moja kwa moja kupitia mradi wake wa utafiti na ushawishi wa kilimo hai. Tuna bustani yetu hapa shuleni, bustani ya mboga mboga ambayo yenyewe tunatumia njia za kilimo hai kuiendesha. Na tunawaambia kabisa wanafunzi wakati wanashiriki kwamba tunatumia mbinu za kilimo hai ili tusiharibu mazingira, hata wakija wanafunzi wengine waweze kunufaika na pale bustani. Pia tuna bwawa la samaki, tuna mradi wa nyuki na pia tuna bustani ya migomba ambayo vyote tunaendesha kwa njia za kilimo hai. Na bahati nzuri ni kwamba sisi pia tuna miradi mingine kama mradi wa ng'ombe ambao wenyewe ni mradi wa shule. Kwa hiyo tunajipatia pale mbolea. Kule kwenye bustanini nimejifunza jinsi mboga zinavyopandwa, kupalilia, mbolea za asili ambazo tunazitumia kuanzia kwenye kutengeneza mpaka tunavyozitumia. Hata hivyo inatusaidia kwa vitu mbalimbali, kwa mfano kama chakula, hapa tunapata mboga za majani. Shule kama shule isingeweza kwenda kununua mboga za kutosheleza wanafunzi wote, lakini kwa kuwa tunalima inatusaidia wenyewe, tunapata bustanini pale zinatengenezwa na tunakula vizuri. Ili tupate maendeleo endelevu pia tunahitaji wanafunzi wawe vizuri kitaaluma. Kwa hiyo kwenye hivyo vitu tunavyofanya vya Eco School, wanafunzi pia wanapata faida ya kupata lishe bora. Watoto wanapata chakula wakiwa hapa shuleni. Ina maana mchana hawarudi nyumbani. Kwa ile hali ya mwanafunzi kupata lishe shuleni inamsaidia kupunguza utoro, anakuwa anapenda shule, lakini mwisho wa siku anavyokaa darasani anaelewa kile kitu ambacho anaelekezwa na mwalimu. Kitu kingine ambacho tumeweza kukiaddress ni namna ambavyo
tuliweza kulink miradi ya Eco School na masomo ya darasani. Kwa mfano, labda mwalimu anafundisha sehemu za samaki. Kwa badala ya kujifunza tu kwa mchoro pale ubaoni, unakuta mwalimu anatoka nje anachukua samaki live kabisa kutoka kwenye bwawa la samaki. Wanafunzi wanaona kabisa, okay, kumbe yale ndio matamvua, huu hapa ndio, hiki ndio kichwa cha samaki, huu ndio mkia. Miradi yetu imekuwa ni sehemu pia ya kuboresha ufundishaji shuleni, lakini pia kumsaidia mwanafunzi kuelewa na hivyo kuongeza ufaulu wa watoto shuleni. Na mpaka nazungumzia mwaka 2025 wanafunzi wa usajili wa darasa la kwanza na awali umekuwa ni mwingi mno tofauti na ilivyokuwa. Lakini pia mafanikio mengine ya kielimu ambayo tumeyapata kupitia na Eco School ni kwamba wanafunzi kufanya vizuri kwenye mitihani yao ya kitaifa. Katika Eco School kwa ukubwa wake inalenga pia kipengele cha maendeleo endelevu ya shule. Kwa hiyo miradi ile ambayo inakuwa pale shuleni inasaidia shule sio tu kutegemea hela kutoka serikalini, lakini unakuwa na uwezo wa kujitengenezea ile sustainable income pale shuleni. Kwa hiyo shule, maendeleo shule yanakuwa na ule uendelevu. Kwenye Eco School program tumefanikiwa kuweza kupata pesa na kuweza kununua mashine ya photocopy machine. Tumefanikiwa vile vile kwa wanafunzi watoto wa kike kuweza kupatiwa pedi. Nalo pia tumefanikiwa nalo kwa sababu mwanzoni nalo halikuwepo. Tumefanikiwa pia kuweza kuwasaidia watoto maalum ambao mwanzoni walikuwa wafiki shuleni kwa wazazi wao kigezo kwamba hawana uwezo wena yoyote. Kuwapatia japo daftari mbili pale panapokuwa tunapata pesa. Lakini pia tumeweza kuwaambia wazazi wao kwamba gharama za chakula zote za uji na vyakula vingine itakuwa ni bure kwa hapa shuleni. Tumeweza kununua runinga kwa ajili ya wanafunzi kutazama vipindi vya habari na vipindi vingine vya muda baada ya masomo. Lakini tulikuwa tuna shida ya choo, tuliweza kufanya ukarabati na vinatumika saizi na wanafunzi. Bahati nzuri tuliweza kuwa na hiyo hela kwa sababu ya miradi ambayo tunaendesha. Tunapata nafasi ya hata kufanya ukarabati wa madawati, ukarabati wa majengo, kiwepo na kutoa motisha pia kwa wanafunzi wanaofanya vizuri. Tunatumia hiki kwa kipato. Watekelezaji wakubwa wa mradi wetu ni Tanzania Forest Conservation Group, the implementing partner wa mradi. Wao wanawezesha walimu na wanafunzi kuweza kutekeleza mradi kwa kufuata zile hatua zote 7 za Eco School program, lakini pia wanawajengea uwezo watoto katika swala zima la kujitambua kupitia ile Eco School Parliament. Wanakuwa ni sehemu kabisa ya utekelezaji wa ule mradi. Mimi ni mbunge wa bunge la Eco School hapa shuleni Songambele. Nimejiunga na bunge kwa ajili ya kujadili na kutatua changamoto za maendeleo ya shule yetu. Shule yetu inakabiliana na changamoto mbalimbali, mfano pale nishati ya maji. Kwa hiyo tunajadili kule muda na wakati ambao bustani natakiwa kumwagiliwa. Tulijadili hivyo wanafunzi wasikatanishe kwenye sehemu ambazo hazina barabara, na tukaweka vibao ambavyo vina ujumbe mbalimbali ambao ujumbe wenyewe ni unahusianisha na kutunza mazingira. Tulijadili kama tunataka kuongeza mradi mwingine wa miembe ya kisasa. Na swala hilo liko mbali sana kutimia. Tukimaliza swala la mbuzi, tunaingia kwenye swala la miembe ya kisasa. Naona sasa hivi kwamba miradi inakuwa na uendelevu, kwamba hata kama kipindi cha likizo walimu wanajiorganize wao na wanajamii namna ya kusimamia miradi wakati watoto wakiwa likizo. Kwa hivyo imekuwa ni sasa sio tu shule, lakini swala limekuwa swala la jamii kujifunza. Kwa hiyo imekuwa na mafanikio makubwa sana. Shughuli kubwa ya kamati kwa haswa kwa kuanzia mimi mwenyekiti kwanza ni kuunganisha jamii na Eco School. Tuna vile vikao vya kila baada ya miezi mitatu kujua tunataka tuende wapi, tumefikia wapi, tunakwama wapi, na changamoto huwa tunaorodhesha, tunaziweka, na kuna uongozi ambao tunaupatia. Nafikiri kila kitu kinakwenda sawa sawa kwa mlolongo huo. Faida nyingine tulioipata kwa kupitia Eco School, walimu na kamati ya shule tumekuwa karibu sana na wazazi, kwa sababu wazazi wanapendelea kuja shuleni kwetu kutokana na mazingira jinsi yalivyo. Mimi kama mzazi nimefurahishwa sana na uwepo wa mradi kufika hapa shule ya msingi, kwa sababu tuna faida mbalimbali ambazo tunasema tumezianzia kuziona faida, lakini pia itakuwa ni endelevu.
na sisi wenyewe tuko tayari kwa sababu tumepokea kwa mikono miwili na tunaendelea kupigania kuhakikisha kwamba mradi na faida zake isiweze kutuondoka. Lakini tunashukuru pia hata serikali. Kwa mfano kule Masasi mkurugenzi alitamka kabisa kwamba mabibi shamba, wabibi mifugo wote washirikiane na timu ya Swisside kuhakikisha kwamba miradi inaenda vizuri kama ambavyo imekusudiwa. Na kwa kweli imekuwa ni charge hata kwa shule zingine ambazo hazipo kwenye mradi, lakini serikali kupitia halmashauri, kupitia wakurugenzi wanasisitiza kabisa kwamba shule zingine zije zijifunze. Kwa niaba ya serikali tunawashukuru sana waanzilishi wetu wa mradi huu kwa sababu kwanza imetusaidia katika kuwajengea wanafunzi uwezo wa kujitegemea. Nimejifunza kwamba kuna maisha baada ya kusoma. Naweza nikamaliza hapa afu nikafika mtaani sina kazi wala nini. Nimejifunza hapa shuleni kuhusiana na kilimo cha migomba, bustani, hata kufuga pia nimejifunza kutokana na Eco School. Nikienda kijijini naweza nikanufaika kwa kuanzisha bustani yangu au hata kufuga naweza nikafuga. Kwa ufupi kabisa tunaweza tukasema kwamba tumefikia lengo ambalo tulikuwa tunalitegemea, japo sio kwa ukubwa ule, lakini at least tunaona kwamba inatutia moyo kuweza kuendelea mbele zaidi. Na Eco School imekuwa ni mradi ambao kwa kweli umepata attention kubwa sana. Kwa hiyo tunategemea kupata support nyingine kubwa zaidi na kuweza kuongeza scope ya mradi hapo baadaye. Kwa hiyo ndiko ambako tunakoelekea, na kwa kweli tuna matumaini makubwa sana kwamba tutaweza kufika huko.